yoyote nzuri inayofurahisha moyo. Ni taarifa yenye ushindi, ni taarifa ya furaha. Mtu yoyote akija kwako akakwambia nina habari njema, unajua kama nikusikia, kama ni mwanachuo, habari njema, au kuna buku mtoka nini, umeona? Kwa hiyo habari njema ni taarifa ambayo inafurahisha moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tukiwa kama kina mama, sisi kama wanawake ambao ni jeshi kubwa, sisi tunasemekaje? Sisi ni habari njema. Sisi tunafurahisha moyo, sio moyo ya watu tu, tunafurahisha moyo wa Mungu. Haleluya kina mama. Amen. Haleluya kina mama. Amen. Sasa leo tutajifunza sifa 3 za mwanamke wa habari njema. Haleluya. Amen. Sifa 3 za mwanamke wa habari njema. Lakini katika hizi sifa 3 kutakuwa kuna vipengele kadhaa. Sifa ya kwanza ya mwanamke mwema au ya sifa ya kwanza ya mwanamke wa habari njema, kiongozi mzuri wa familia. Hiyo ni sifa ya kwanza. Kiongozi mzuri wa familia. Unajua kazi ya kiongozi? Kiongozi ni mwakilishi wa jambo fulani. Kama wewe Mungu amekuamini, hebu ngoja nikwambie. Kwenye Mwanzo 2 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, si vyema mtu huyu awe peke yake, ndio akamfanyia nani msaidizi kwa nani, ambaye ndio wewe leo mwanamke. Kwa hiyo wewe ni msaidizi. Wanaweza kukuta. Amen. Wanaweza kukuta. Amen. Kwa hiyo kama kiongozi mzuri wa familia ambao unatokana na Mwanzo 2 mstari wa 18, Mungu anatarajia nini kutoka kwako? Mungu anatarajia nini kutoka kwetu sisi kina mama ambao ni jeshi kubwa? Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza, kipengele tunataka kuangalia ni kwenye kipengele cha malezi. Kipengele cha malezi kina mama. Unajua katika dunia ya leo tunajisahau sana kwenye kipengele cha malezi, hasa kwa watoto wetu. Kwa nini nasema hivyo? Tunajikuta kwenye ubishi sana wa kimaisha au wa kutafuta pesa, tunasahau kwenye malezi. Sasa bali kwenye malezi ni kwamba tunaweza tukamzalia Mungu matunda. Bwana Yesu asifiwe. Tayari mnapokuwa wawili, nyie ni familia. Yaani kitendo cha kuwa wawili tayari nyie ni familia. Sasa kama Mungu anategemea wewe, yaani kama wewe tayari Mungu ameshaona kwamba wewe unaweza kuleta kitu kingine duniani, ina maana Mungu anategemea kitu kizuri. Kama Mungu anaamini anaweka mtoto ndani ya tumbo lako, Mungu anategemea kitu gani kutoka kwa huyo mtoto? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama kina mama kwenye swala la malezi, Mungu anatukumbusha tusijisahau sana. Unajua maisha kama unavyoyaona yana mambo mengi, lakini maisha yamejikuta vitu vingi. Kwa hiyo unajikuta mzazi kama mzazi, unaamka asubuhi saa 11, unajiandaa unaenda kazini, unarudi saa 4 za usiku au saa 3 za usiku. Wakati mwingine huyu mtoto amelala. Hivi nani anamfundisha? Nani anamwangalia huyu mtoto? Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tuko kwenye ukize, lakini kuna uharibifu ambao shetani huwa anapanda kutokana na sisi wenyewe wanawake kusahau majukumu yetu. Yaani tunajikuta sasa tumemwachia mdada au dada wa nyumbani, ndio anakuwa sasa yeye kama nani? Kama mlezi. Na tuwezi kujua dada yule wakati ana kitu gani, anafanya nini kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mama Mungu anatufundisha. Mungu ametupa watoto anatuamini. Na sio kina mama tu. As long as uko hapa, wewe ni mwanamke. Ina maana wewe ni mama tu. Yaani wewe ni mama. Sasa tunapanda nini? Neno la Mungu linasemaje? Kwamba watoto wetu watafundishwa na Bwana. Wakati watoto wetu wanafundishwa na Bwana, kuna kitu gani ambacho umepanda kwa huyu mtoto ili afundishwe na Bwana? Hii mbegu ambayo unaipanda ili imee, unaitengeneza vizuri kweli mama? Au tumeshajisahau, tuko busy tukiamka asubuhi? Mimi ninajua haya madhara. Na kitu kingine ambacho naweza kukwambia, tuna kipindi kichache au muda mchache sana kukaa na hao watoto. Yes. Ni bila tujue. Yaani muda wa kukaa na mtoto, kwanza mtoto akishafika darasa la 5, la 6, la 7, sio wa kwako. Sio wa kwako tena. Sasa hapo katika hii miaka ya huku nyuma, unaweza kuangalia unapanda kitu gani kwa huyu mtoto. Unajua mtoto unamwandaa kuwa nani baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mtoto wa kiume, ina maana unamwandaa kuwa baba, si ndio? Yeah. Na mtoto wa kike pia, huyu ni mama wa baadaye. Sasa tunamwandaaje huyu mama wa baadaye kuja kuwa mama mzuri ambaye atakuwa kuwa mwanamke wa habari njema? Tunamwandaaje huyu baba ambaye atakuja kuwa baba mzuri
baba atakayependa familia yake, baba ambaye atajua kwamba kuchepuka ni dhambi mbele za Mungu. Mzizi. Tumejitika kwenye ubize sana wa maisha. Na shetani ameshajua. Yaani watoto wetu hatuwalei tena. Mtoto wako akishafika darasa la 6, la 7 utaona anaenda form 1 Bobby. Hivi ni watoto tena. Unakuwa unamuona tu kwa mwezi. Yaani likizo imefunga unamuona baadaye anaondoka. Akimaliza form 1 anaenda form 6 tena. Kumbuka hapo ni maisha ambayo pengine akae nyumbani tena. Hakitoka hapa mtoto huyo anaenda chuo. Akitoka yani umuone. Sasa tunapanda nini kwa hao watoto? Tunawafundisha nini kwa hao watoto? Mungu anatukumbusha. Tunaweza tukamtengenezea Mungu kizazi ambacho je ni kizuri tukiwa kama kina mama jeshi kubwa? Tunamtengenezea Mungu, tunamtengenezea nini Mungu hawa watoto? Yaani tunawafanya kina nani kwenye ufalme wa Mungu? Unajua dunia inapita na kama unavyoona kulikuwa kuna kizazi kingine na sisi kizazi kingine kilipita na hichi kikawepo. Sasa unataka kuingiza karne ijayo kutakuwa kuna kizazi cha aina gani? Watu wengi wao wanasema baada ya miaka 50 sijui dunia itakuwa. Sasa kama itakuwaje? Kumbe Mungu, unajua wakati shetani anawake na Mungu anawake. Yaani Mungu yuko na vyombo vyake. Sasa wewe unasaidiaje kumtengenezea Mungu hichi kizazi ambacho kinampa yeye utukufu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusijisahau kina mama. Kumbuka neno la Mungu linasema kwamba mwana mpumbavu ni mzigo wa nani? Mwana mpumbavu ni mzigo wa nani? Mama. Lakini mwana mwenye hekima humfurahisha nani? Baba yake. Mama uliyeko hapa, mwanamke wa habari njema. Mtoto akisharibikiwa unajua, mwanao akifanya vizuri, huyu kama mimi. Ndivyo ilivyo. Huyu mtoto ana akili kama zangu. Huyu mtoto kama mimi. Lakini sisi kama kina mama, Mungu anatukumbusha kuwekeza kwa watoto wetu. Tutawekezaje sasa? Tutawafanyaje hao watoto ili wamjue Mungu? Tutawafanyaje hao watoto ili waishi maisha matakatifu? Kuna wakati nilikuwa busy sana. Na hapo ndipo nilipoamua kuacha kazi. Sio kama niliacha kwa kupenda. Kwani nani hapendi hela? Lakini niliona sasa yani unatafuta pesa unapata alafu huku unaharibu. Yaani unayemtafutia anaharibikiwa. Sijui tunaelewana kina mama? Amen. Unahangaika kumtafutia unafika saa 11 unarudi saa 4, anaharibikiwa. Imagine unaondoka saa 12 nyumbani. Unajua nilikuwa naanza kumwandaa mtoto ni asubuhi tu, ndio mnaonana na mtoto ile asubuhi tu. Ukirudi usiku mtoto amelala. Homework saa nyingine hajafanya, shamba la bagala. Yaani nilifikia mtoto unashangaa napata si na unalipa ada kubwa. Lakini wakati mimi niko nyumbani hivi vitu vilikuwa kutokea. Sasa nikaongea nikaona nafanya nini? Lakini pia hii wakati mwingine kina mama unashindwa kujua mtoto wako anapitia na nini? Hivi wewe toka asubuhi umemwacha mtoto nyumbani. Asubuhi utakuja kurudi saa 4. Umeweza kujua changamoto alizopitia mtoto wako siku nzima? Unajua amecheza na kina nani? Unajua amezungukwa na kina nani? Unajua amepandikiziwa nini? Watoto wengi wamekuta wameadhibikiwa kwa sababu ya kupandikiziwa roho, lakini pia kwa sababu ya mzazi kutokufuatilia, mzazi kutokupray part yake kama mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Ni kweli tunatafuta, hatukatai, lakini tusisahau watoto ambao Mungu ametupa. Tusisahau kabisa. Tusisahau kupanda mbegu ambayo itazaa matunda ambayo ni mazuri mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu atusaidie katika hilo. Amen. Hata kufundisha watoto wetu kina mama. Tuwafundishe watoto wetu. Unajua watoto wanaelewa. Yaani unajikuta mtoto Mungu atusaidie kina mama tukoje jamani. Unaweza ukaenda sehemu, niliwahi kusafiri nikaenda kwa rafiki yangu. Kina mama Mungu atusaidie. Yaani unajua mtoto mpaka unajiuliza hivi huyu mtoto. Sijui wazazi tumekuwa. Yaani kina mama tumechanganya upendo na malezi. Yaani tumechanganya upendo na malezi. Kumbe upendo uko sehemu yake na malezi yako sehemu yake. Yaani wakati mwingine tunaishi tukimchapa mtoto, sijui unahisi haumpendi. Tukimwonya mtoto unahisi labda haumpendi, lakini sivyo. Ndio maana neno la Mungu linasema tusimnyime. Yaani fimbo kwa sababu itamuokoa na itamfanya yeye hafe. Neno la Mungu limesema wazi. Haleluya kina mama. Leo ni siku yetu. Kwa hiyo lazima tudili na mambo ya kina mama, tukumbushane. Tunakumbushana ili tupone. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tunajikuta tumejisahau kabisa. Yaani
Unajua sikwambie kitu, mtoto anaogopa fimbo. Na ndio maana Mungu alijua ukishika ataanza kulia, atapiga magoti. Sasa leo unakuta mtoto anampiga mama yake. Yaani katoto ni kadogo, mtoto kama labda mtoto wa miaka 3 au 2. Ameomba kitu. Mama amemwambia hapana. Alafu mama unasema, "Yaani huyu ndivyo alivyo." Yaani mimi nashikwaga, yaani ninaoga na unashikwa na hasira. Wewe mama una shida gani? Yaani kwa nini akupiga? Tunawaleaje watoto wetu kina mama majumbani? Unajua utakapomchapa au kumkaripia sio kwamba umpendi, unamfundisha, kuna njia unataka enende. Kuna mbegu ambayo unaipanda atajua kumbe sitakiwi kuwa hivi. Kuna mama mmoja aliniambia, tulikutana naye msibani, ananiambia ni watoto wa siku hizi. Kuna mtoto mimi nikienda sitaki kuingia mle ndani. Kwa nini? Mtoto ukifika anaanza kukuvua, kama umevaa socks anavua socks, anakufungua nguo. Mama yake, "Daddy don't do that." Sasa mambo gani haya? Yaani mama anakuambia nikienda natamani kumuita yule mama, "Njoo nje." Kina mama, tunatoka wapi? Mwanamke wa habari njema. Habari hizi kweli Mungu akiziona na zifurahia. Unamtengenezaje huyu mtoto kweli? Na unajua vitoto vinaelewa na vinasikia. Yaani usije kusema huyu bado ni mdogo, anaelewa. Mimi mwanangu Daniela akiwa na miaka 2. Nakupa mfano. Siku moja nilimwonya kitu, akaniambia, "Ambia baba." Hapo akanipiga na kitanda. Alijuta kuzaliwa. Yaani nilimchapa, nashukuru Mungu baba yake akawepo. Nilimtandika nikamwambia piga na kutoka msamaha. Kaka rudia. Ameshikwa na hasira. "Ambia baba, acha mwaka baba." Nikakamata tena kumbe asaje kuingia, nikamgeuza, kaandika sana. Nilichomtendea hiyo siku naisa hajasahau. Na nashukuru Mungu ni mtoto ambaye nimemzaa mimi. Maana ningekuwa sijamzaa kwa yuko mwingine, ningeshtakiwa. Sio kwamba simpendi, ni mtoto wangu. Ninampenda lakini nataka aweje? Yes. Ndio ile unafika sehemu mtoto anakuibisha mbele ya wageni. Na wewe ni mwanamke, unaona tu ni kawaida. Wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuone haya mambo ya meze, lakini yakusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Sisi nikamwambia, "Ole wako." Unajua na miaka mingapi? Ana 2 na miezi kadhaa. Nikamwambia siku kirudia wewe. Unanipiga unataka nakwambia, "Una 2 years." Miaka 2 Daniela, 2 unanipiga mimi. Unapiga mama. Kakaanza chame mama. Nikamwambia kwanza leo sogea hapo sikujui. Rudi njoo. Wewe ndio mtoto wangu mwanangu. Una adabu na heshima. Huyu hata kwa mwanangu kwa sababu ana tabia mbaya. Una tabia ya shetani. Hizi ni tabia za watoto wa shetani. Wewe ni mtoto wa shetani? Hapana, chame. Shida yangu sio kwamba ndio simpendi au nilikuwa na mimi nakali yule mtoto, nilikuwa nataka pepo ni mstari. Niambie kilichofuata. Nikakapa hadi chakula ndio uone kaliumia vinaelewa. Useme ni mdogo anaelewa. Unajua kwa unakula kwa ananiangalia. Hana hamu. Alikula vijiko viwili. Tunasimbembeleza. Nikamwambia leo ulale nje. Sikumbembeleza. Sio kwamba ni gaidi, sio kwamba simpendi. Niliona hiyo tabia njema. Unajua kuanzia hapo hakurudia tena. Hakurudia tena. Hata kufanya hivi. Leo shuleni anakuwa tu nidhamu. Discipline. Lakini discipline ilitengenezwa. Yes. Amen. Nilitengeneza. Yaani mimi wanga nikiwaambia, sisemi kuna siku leo nilimuita mbaba. Nikamwambia wewe. Ndio akasema Mama Daniela. Yaani niko tu mbio. Wewe. Sio kama umpendi jamani. Hivi kuna mtoto wake. Sasa ndio hapo tunachanganya malezi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anategemea matirio mazuri kutoka kwetu. Kumbuka hicho kitovu mama. Kumbuka umembeba mtu. Amekuta pumzi yako. Ni Mungu amekuamini. Yes. Amekuwekea. Anaona kwa nini hajamwamini baba? Anaona wewe mama unaweza. Amekupa huyo mtoto ambaye anakula kutumia kitovu chako na anapata oxygen kutumia hiyo na kitovu chako. Sasa kwa nini unamwamini huyu mtoto? Kwa nini usitengeneze? Tuombe Mungu atusaidie. Tumee kitu ambacho kitatoka kweli kizuri. Amen. Haleluya kina mama. Amen. Tuwaonye. Tukiwa kama kina mama leo siku kina mama, tusijisahau. Usije ukimwonya mtoto wako au ukamtandika upendi. Hapana, tusichanganye malezi na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Asimame kwenye nafasi yake. Asimame. Yaani mtoto umeenda kumtembelea mtu, unafika mimi siku nimesafiri, nimewekewa supu hapo yaani mtoto kafika hajanawa mikono. Hapo anaomba zile nyama na meza anatema mama yake. Yaani huyu baba huyu. Ndipo alipo. Unaona kina mama? Ndipo alipo. Hapo ndipo hapo yake. Hali
Nitaanza kuuliza hivi mtoto kwanza anaenda mikono. Au ni akula ile